Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Sura ya kisiasa nchini Tanzania imechukua mwelekeo mpya, mgumu na wa kihistoria baada ya majo ya jumuiya ya kimataifa kuelekezwa rasmi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu na wa kijinai ICC kule The Hague, Uholanzi. Hatua hii inafuatia taarifa nzito zilizoshtua nchi ya Tanzania zikionyesha kuwa Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wanakabiliwa na athari kubwa ya kufunguliwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya ubinadamu. Joto hili la kisiasa na la kidiplomasia limepanda kwa kasi kubwa kufuatia hatua ya makundi ya wanasheria na vyama vikubwa vya kitaaluma vya kimataifa vikiwemo chama cha wanasheria cha Pan Africa almaarufu PALU na kile cha Madrid Bar Association kuwasilisha rasmi malalamiko na mafaili ya ushahidi mbele ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC ili kuanzisha mchakato wa uchunguzi wa kijinai dhidi ya utawala uliopo madarakani sasa. Mzozo huu mkubwa unaoadharisha hadhi ya kimataifa ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan unatokana na mfululizo wa matukio ya utekaji nyara, utesaji, kupotea kwa watu na mauaji ya raia pamoja na viongozi wa kisiasa yaliyoshika kasi kubwa wakati na baada ya uchaguzi wa mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Mashirika haya ya kisheria ya kimataifa yamepeleka malalamiko hayo yakisisitiza kuwa matukio haya ya kinyama hayakuwa ya bahati mbaya au makosa ya kawaida ya kiutendaji. Badala yake, ushahidi uliowasilishwa unadai kuwa matukio haya yalikuwa ni mkakati maalum ulioratibiwa kwa makusudi na vyombo vya dola ili kuwalenga, kuwatisha na kuwakandamiza watu wenye milengo fulani ya kiitikadi na kisiasa, hususan viongozi na wafuasi wa chama kikuu cha upinzani cha Chadema. Kisheria, hatua hii imeweka presha kubwa isiyo na mfano kwa utawala wa sasa, ikizingatiwa kuwa Tanzania ni mwanachama kamili aliyesaini na kuridhia mkataba wa Roma au Rome Statute. Hatua hii inamaanisha kuwa serikali ya Tanzania haina kinga yoyote ya kimataifa dhidi ya makosa yanayokiuka misingi mikuu ya utu na ubinadamu, na viongozi wake wote wajibika mbele ya mahakama hiyo ya ICC iwapo upelelezi utathibitisha kuwa walihusika kuamuru au kuruhusu vitendo hivyo vifanyike chini ya uangalizi wao. Mkataba huu unataka sana kabisa tabia za kulinda wahalifu wanaotumia mamlaka ya serikali kuumiza raia, hali inayojulikana kisheria kama impunity, ambayo ndiyo kiini kikubwa kinachoanzisha kilichoanzisha mahakama ya ICC ili kuhakikisha kuwa hakuna kiongozi yeyote duniani anayekuwa juu ya sheria pindi anapoguza maisha ya raia wake. Akiarifu umma kuhusu mtikisiko huu, mchambuzi wa masuala ya kisheria amebainisha kuwa Rais Samia Suluhu Hassan alijaribu kuchukua hatua za dharura za ndani ili kupunguza kazi ya mshinikizo ili la kitaifa. Hatua hiyo ilihusisha kuundwa kwa tume ya rais ya kuchunguza matukio ya uvunjivu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu, tume ambayo kwa sasa inaongozwa na jaji mkuu mstaafu Mohamed Osman Chande. Hata hivyo, wanasheria na wachambuzi wa mambo ya kimataifa wanasema hatua hiyo ya serikali imekuja kwa kuchelewa mno, kwa sababu tayari vyama vya wanasheria vya kimataifa vilikuwa vimeshawasilisha malalamiko yao rasmi na ushahidi wa video, picha na ripoti za kitabibu mbele ya ICC kabla ya tume hiyo ya ndani kuanza vikao vyake vya kusikiliza kesi na mashahidi jijini Dar es Salaam na Dodoma. Uzito wa jambo hili
upo kwenye kanuni ya kisheria ya ICC inayojulikana kama Complementary Court au mahakama ya nyongeza. Hii ina maana kwamba ICC inaingia na kufanya upelelezi na kukamata viongozi pale tu inapojiridhisha kuwa mifumo ya ndani ya nchi imeshindwa au haina nia ya kweli ya kuwajibisha wahusika wakuu wa ukatili huo. Hivi sasa mwendesha mashtaka mkuu wa ICC anapima mwenendo na ripoti zote zilizotoka na zinazidi kutoka nchini Tanzania. Iwapo itagunduliwa kuwa tume ya Jaji Osman Chande iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan ni gizgia za kisiasa inayolenga kufanya upelelezi wa chanja na kini macho ili kulindana, kuwasafisha viongozi wakuu wa usalama na kuwasingizia watu wasiojulikana, mahakama ya ICC haitasita kutupa pembeni ripoti hiyo ya ndani na kutoa vibali rasmi vya kukamatwa kwa viongozi wote waliopo nyuma ya ukatili huu ili wafikishwe The Hague kujibu mashtaka yanayowakabili. Hali ya mambo imezidi kuwa tete na kuchukua sura ya taharuki kubwa ya kidiplomasia baada ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuchukua hatua nyingine nzito. Chadema leo imemwandikia barua rasmi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa almaarufu UN, wakionyesha waziwazi wao mkubwa juu ya utendaji wa wakilishi wa taasisi hiyo nchini Tanzania, Pifat Osman Anyanga. Upinzani unaweka wazi kuwa Pifat Onanga amekuwa na mahusiano ya karibu na ya kikazi na zama za katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Asha Rose Migringo, ambaye aliwahi kushika wadhifa mkuu na wanaibu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa miaka ya hapo nyuma. Chadema inasisitiza kuwa kuna hofu mkubwa kwamba uhusiano huo wa karibu wa kihistoria kati ya mwakilishi huyo wa UN na kiongozi mkuu wa chama tawala nchini unaweza kutumika chini kwa chini kuchafua, kuficha au kupunguza ukali wa ripoti za ukiukwaji wa haki za binadamu zinazotumwa makao makuu ya UN. Hatua hiyo inaofisha kulenga kuisafisha serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan mbele ya macho ya jumuiya ya kimataifa ili kuzuia ICC isipate picha halisi ya mateso na utekaji unaoendelea nchini. Hali hii inaonyesha kuwa vita vya kisiasa sasa imehamia katika korido za juu za kidiplomasia ya kimataifa, huku utawala wa sasa ukiwa katika shinikizo kubwa ambalo halijawahi kushuhudiwa tangu uhuru wa Tanzania. Kwa upande wa serikali, viongozi na wasemaji mbalimbali wameendelea kusisitiza msimamo wao wa kuwa Tanzania ni nchi huru inayofuata misingi ya katiba na utawala wa sheria. Wanasema kuwa serikali inaamini katika vyombo vyake vya ndani vya uchunguzi na kwamba tume ya Jaji Othman Chande itaendelea ama itatenda haki na kuweka ukweli wote wazi bila kuingiliwa na masuala ya kisiasa. Serikali imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na raia wake kuwa na subira wakati vyombo vya kisheria vikiendelea kufanya kazi yake, ikidai kuwa malalamiko yaliyopelekwa ICC yanasukumwa na ajenda ya kisiasa za vyama vya upinzani vinavyotafuta msaada wa mataifa ya kigeni ili kuchafua taswira ya nchi na mafanikio ya kiuchumi yaliyofikiwa chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kisheria za kimataifa wanaonya kuwa mara baada ya jalada ya malalamiko kufunguliwa ICC na taasisi kubwa kama vyama vya wanasheria, mchakato huo hauwezi kusimamishwa kirahisi kwa kauli ya kisiasa za serikali. Sheria za kimataifa nchini ama sheria za kitaifa chini ya kanuni ya Just Consent zinaweka wazi masuala ya ulinzi ya uhai na haki za kimsingi za binadamu. Ni jukumu la dunia nzima, na kiongozi yeyote anayevunja misingi hiyo anapoteza uhalali wake wa kulindwa na sheria za nchi yake.
pindi jumuiya ya kimataifa inapoamua kuingilia kati. Hii ina maana kwamba hatma ya Rais Samia Suluhu Hassan na viongozi wake wa usalama kwa sasa inategemea sana kiwango cha uwazi na uwajibikaji utakaoonyeshwa na tume ya Jaji Chande nchini, kwani dunia haiko tayari kukubali majibu wepesi kwenye masuala mazito ya ukiukwaji na umwagikaji wa damu na utekaji wa raia wake.